Ali hongera sana. Haikuwa rahisi sana kipindi cha kwanza. Pengine watu wakadhani ndio maji yameshazidi unga, lakini mmerejea, bila shaka ndio sifa timu kubwa kutokana tamaa mpaka mwisho wa mchezo. Kwanza tunashukuru na asante kwa pongezi zako, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo mzuri na kupata matokeo mazuri. Moja katika jambo ambalo nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu, leo tunakwenda kwenye mechi ya kimataifa CAF Champions League tarehe 22. Tumecheza mechi ya mwisho ya ligi leo na hatujapata majeruhi yoyote. Yaani moyo wangu ulikuwa unamdunda kwa sababu tumekuwa na hiyo trending kwenda kwenye mechi muhimu ya taifa, alafu tunatengeneza majeraha kwenye mchezo wetu wa mwisho wa ligi kwenda kwenye huo mchezo wa kimataifa. Kwa hiyo leo imeisha salama. Daktari ameniambia hakuna majeruhi yoyote ambayo yanaweza kusababisha mchezaji kukosekana kwenye mchezo wa FAR Rabat. Kwa hiyo nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini la pili, niwapongeze benchi la ufundi, wachezaji wetu kwa matokeo mazuri ya leo, na ni matokeo ambayo yametupeleka sasa juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo maana ya kutushusha pale juu sasa hivi ni lazima uwe umejiandaa vizuri, uwe na ubavu. Kwa hiyo ukitaka kuona Yanga yupo juu, una uwezo wa kumteremsha, unapita mbele. Tumekaa kwenye nafasi ambayo tunastahili na tunaamini ni mwanga sasa wa kwenda kupambana kwenye mechi zinazofuatia. Kipindi cha kwanza ni kweli hatukucheza vizuri sana. Na hatukucheza vizuri sio kwa sababu tulikuwa na uzembe. Hatukucheza vizuri kwa sababu KMC pia na wao walicheza vizuri first half. Walijaribu kucheza vizuri sana kwenye kujilinda hapa nyuma. Nafasi ya kwanza ambayo tulipata kupitisha mpira wetu kwa Pacome kwenda kwa Maxi tukafunga. Lakini ukiangalia dakika nyingine zote walikuwa watu force twende pembeni tupige cross. Tulikuwa hatupati nafasi ya kupita katikati, kupita vile ambavyo Yanga tumezoea kupita. Na wakawa na usharp, baada ya si kufunga goli ni kama tuka switch off kidogo, wakawa na usharp, tukafanya mistake hapa, wakapata foul. Faida nafikiri ya jua Diarra akacheza ule mpira kile alicheza katika eneo ambalo Saliboko alikuwa yuko active na akafunga goli zuri. Kwa hiyo tulipokwenda vyumbani, sijui mwalimu alizungumza nini, lakini naamini alikwenda kuwakumbusha umuhimu wa dakika 45 za kipindi cha pili kuja kucheza kwa umakini. Pressure ni kubwa sana, watu wanahitaji matokeo, players wanacheza kwa pressure kubwa. Baada ya goli la pili kila kitu kilifunguka. Nafikiri uliona nafasi nyingi, magoli tumefunga mawili mengine tena, players wakaanza kucheza bila pressure. Na hii inairudia kila siku. Kinachotuumiza hapa sasa hivi ni pressure tu. Pressure hii ikipotea, tukianza kushinda kwa ushindi comfortable namna hii, tukashinda kwenye michezo mikubwa, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya players kuonyesha zaidi kile ambacho wako nacho. Kama pressure inaanza kuondoka sasa kwa Andy Boyeli Tembo, ile wamefanya vizuri sana. Sisi niwape kidogo shule hapa. Nimeona kuna mtu mmoja yule akili hana. Nikisema tu bahati mbaya hapa, yule akili hana. Alikuwa anazungumza kuhusu usajili ambao Yanga wamefanya msimu huu. Baada ya kutoa kikosi akasema, mbona wanaanza wale wa msimu uliopita? Jamani, sisi tulifanya usajili kwa ajili ya kuboresha timu yetu. Hatukufanya usajili kwa ajili ya kujenga timu yetu. Wachezaji ambao unaona walikuwa last season, mikataba yao iliyoisha tuliwaongezea mikataba. Lengo ni kuhakikisha wanabakia na wanakuwa wachezaji muhimu kwenye timu yetu. Tungekuwa tuna ulimbukeni tu wa wachezaji wapya, maana yake tungemwacha Maxi asingeongezewa mkataba, tungemwacha Duke Abuya asingeongezewa mkataba, tungemwacha Mudathir asingeongezewa mkataba, tungemwacha Pacome asingeongezewa mkataba. Lakini ukiangalia tumeongezea mkataba wa wachezaji muhimu, maana yake tulikuwa tunakuja kuboresha timu yetu. Hatukumsajili sisi Boyeli ili aje aanze mbele ya Prince Dube. Tulikuwa tunaamini tuna striker wetu namba 1, Boyeli aje kuongeza changamoto kwa striker anayeanza. Hivyo hivyo kwenye nafasi nyingine. Nafasi pekee ambayo mtu yupo anaanza comfortable kwenye timu yetu sasa hivi ni namba 10 ambayo anaanza Mohamed Dumbia. Kwa nini? Kwa sababu namba 10 wetu wawili wote wameondoka. Ameondoka Azizi, ameondoka Chama. Kwa hiyo Dumbia ndio namba 10 mpya, ndio maana anaanza. Hata Mzizi angekuwa fit, maana yake hata Chikola angekuwa anakaa mbao. Sio, unaelewa? Kwa hiyo sisi hatukwenda kujenga timu, tulikwenda kuboresha timu. Kwa hiyo hawa wapi wanaokuja hawa mdogo wanatakiwa waingie kwenye timu kwa kuonyesha ushindani. Kama hivi anaanza Dube, akija Boyeli anatakiwa aonyeshe kwamba anaweza kucheza vizuri kwenye nafasi. Hivyo hivyo akija kucheza Musa Balakonte, akija kucheza Lassine Kouma, wanatakiwa waonyeshe kwenye nafasi hiyo mimi mpya naweza kuofa kitu kikubwa. Na hapo ndio timu bora inapatikana. Sio tu kama unasajili mtu kwa sababu ni mpya unamuingiza kwenye kikosi. Kwa hiyo hata Boyeli
anatokea bench kwa sababu anatakiwa alete changamoto kwa anayeanza. Kwa changamoto ikiendelea, maana yake wewe ambaye unaanza sasa, ambaye ulikuwepo last season, ukizembea, huyu mpya anachukua nafasi yako, anakuwa regular kwenye kikosi chako. Sasa hii ni shule ambayo nilitakiwa niwaite, niwaeke chini, mlipie, niwape. Lakini bahati nzuri tu leo nina mood nzuri, nimewagea hii faida. Nataka unielezee tukio moja wakati wa penalty. Pacome alienda kuchukua mpira akampelekea Boyeli. Alafu baada ya kufunga goli, Pacome alikuwa akakimbia moja kwa moja kwenda mimi nilikaa zangu pale, nilikaa pale. Boyeli kasababisha penalty, Pacome kamwambia Shah lete mpira. Tunaongoza 2-1 Lile goli lilikuwa la 3 unaua mechi. Pacome kaomba mpira, nikasema hiyo kamba hiyo. Ghafla Boyeli akamfuata Pacome, lete mali. Akasema Boyeli, mbona hujipendi? Hivi funga macho, Boyeli angeka nje ile. Sasa hizi. Lakini ameonyesha confidence ya striker. Ameonyesha namna unavyotakiwa ujiamini kama mshambuliaji. Alikuwa anahitaji goli moja kupata hiyo confidence. Mshambuliaji mwingine line hivi, huwezi kuomba ule mpira. Kaushika Pacome ujue. Kaenda kuomba yeye, niachie huo mpira, mimi niweke kambani. Amechukua mpira, kapiga penalty nzuri, confidence imekuja, katengeneza nafasi nyingine, kafunga goli. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye tunamsifu kwa kujiamini na kuonyesha kwamba hayuko Yanga kwa bahati mbaya, anahitaji kupambana kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Twende ngoja wape ofa kidogo, dakika 3. Nimeona wana Yanga wamefurahi kweli na wameupa jina uwanja wa New Amaan Complex kwamba ile ni Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Wanakuja wanakuja kwenye gereza liko mbali kabisa. Kule New Amaan Complex kule panafanyika mabalaa makubwa sana ndugu zanguni. Panafanyika mabalaa makubwa sana. Tulichokifanya sisi tumefikiria mbali. Ndio maana tumekwenda New Amaan Complex. Na umekuita vizuri ndugu yangu. Kule ni eneo la mateso na mtakwenda kushuhudia. Wala msiwe na haraka. Tarehe 22 dhidi ya FAR Rabat. Tukio ambalo tunafanya sasa hivi hapa, tunakwenda kuzindua jezi zetu za kimataifa. Na tutakwenda kuzindua jezi hizi siku ya Jumatano kama sikosei. Jumatano kwa mujibu wa ratiba ambayo imepangwa. Tutakwenda ku-launch jezi zetu za kimataifa ambazo tutachezea mchezo wa kwanza wa FAR Rabat. Niwaambie mashabiki na wapenzi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Haya leo ya ligi yameisha hapa. Tuna kibarua kizito kweli tarehe 22. Tupo kwenye kundi gumu, tupo kwenye kundi zito, na sisi kwa sababu ni timu kubwa ndio tumeweka ugumu pia kwenye hilo kundi. Ingekuwa si ni timu mbovu tu, watu wangesema kundi hili kundi mchekea, lakini tumekwenda pale kwa sababu tuna deserve kuwa miongoni mwa story kubwa Afrika. Sasa hii tufanye vizuri. Wale kuna timu inafahamu cheza mpira? Timu gani? Wadogo wana test taa. Hata kutest taa. Tumalizia umeme hao. Kwa hiyo tuendeni tukajiandae vizuri kwa ajili. Sawa kocha. Wanafanya zote? Basi twendeni bwana. Sasa kaka zao wamepigwa 4 hawa.